شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu, kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, furaha ni kubwa kwetu tokea tulipokuwa katika huo mji wa Kilwa Kivinje, sasa tukiwa hapa Kilwa Masoko, kukutana na nyuso zenye furaha za ndugu zetu Waislamu kwa ajili ya kutanabahishana na kukumbushana mawili matatu juu ya dini yetu. Kama alivyotangulia kusema al-ustadh hapa kwamba dini ni kunasihiana, na hii ni moja katika huququl muslim anazopasa kufanyiwa na ndugu yake Muislamu. Wa idha stansahaka fansahahu. Sisi tuko katika mwaka mpya wa Kiislamu, lakini naweza kusema ni masikitiko makubwa kwetu sisi Waislamu, kwani idadi ya Waislamu wanaojua hilo ni wachache sana, kwamba huu ni mwaka mpya na huu ndio mwezi wa kwanza ambao Muislamu anaanza kuhesabu mwaka na kalenda yake. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba kuna baadhi ya miji ya Kiislamu au nchi, tarehe hii ya Kiislamu haijulikani kabisa. Hesabu zao mpaka za wale Waislamu ambao wanatakiwa wahesabu kwa sheria ya Kiislamu. Maana mwanamke wa Kiislamu anapofiwa na mumewe anatakiwa akae miezi 4 na siku 10. Sasa miezi 4 hiyo na siku 10 sio kwa hesabu Januari, Februari, March, April, miezi 4. Alafu mwezi unaofuata achukue siku 10, sio hesabu hizo. Mpaka April 4 na Mei tarehe 10 anamaliza eda. Ndivyo wanavyohesabu wake zetu, wakati sio sahihi. Mwezi wenyewe uliotangazwa ni miezi hii yetu, ambayo walimuuliza bwana mtume, wa yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza kuhusu mwezi, mbona unakuwa mdogo, mara unakuwa kati, mara unakamilika unakuwa mkubwa, mara unazama unapotea, mara nini? Kul hiya mawaqitu linnasi walhajj, waambie hii miezi ni kwa ajili ya nyinyi kudhibiti hesabu zenu na kujua sasa umefika wakati wa ibada fulani. Kwa hiyo ili upate kumwabudu Mwenyezi Mungu vizuri, unatakiwa uhifadhi vizuri hii kalenda ya Kiislamu na miezi yake. Kwa sababu itafika wakati wa kwenda hija, huwezi kuhesabu Disemba wala Januari. Hija unatakiwa uhesabu kwa miezi yake maalum, kama alivyosema katika suratul Baqara, al-hajju ashhurun ma'lumat. Hija ina miezi yake inayojulikana, mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulhijja. Miezi miwili hii na siku 10 za Dhulhijja, hapo ndio kuna ibada ya hija inatekelezwa. La kusikitisha zaidi kwamba ingelikuwa sio mwezi wa Ramadhani kwa Waislamu, basi hii tarehe ingekuwa imeshakufa kabisa ya Kiislamu. Angalau inapokuja Ramadhani, jamani tuanze kutafuta mwezi. Watu wanaanza kutafuta mwezi, wengine wanaanza kusimama kwenye viriri kuanza kutukanana, wengine wanaanza kushambuliana kuhusu mwezi huo huo. Angalau ile kidogo inafufua matumaini kwamba watu wanafuatilia tarehe yao ya Kiislamu, japo kwa njia wanazozijua wenyewe. Lakini kwa hakika kabisa miezi yetu tumeisahau na tarehe yetu tumeisahau. Kama tutaulizana tu kwa ghafla hapa msikitini, leo ni tarehe ngapi Kiislamu?
Sasa hata sijui leo ngapi, labda shekhi fulani atakuwa anajua. Imekuwa hesabu ya mashekhi, na mara nyingine wala pia shekhi ukimuuliza hajui. Mpaka mwezi wa Ramadhani mwakani, tusubiri mwakani ndo tuanze kudhibiti kalenda. Umefika sasa wakati wa kubadilika. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu anasema hawabadilishi watu mambo mpaka wajibadilishie wenyewe, kwa sababu Mungu amekupa nyenzo wewe. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Amekupa hizo silaha zote kwa ajili ya nini? Kudhibiti tarehe yako ya Kiislamu na mwezi wako. Ukiuliza tarehe ngapi, kila mmoja atajua unauliza tarehe ya kupokea mshahara. Lakini tarehe zetu tumeghafilika nazo, ambazo ndizo tarehe zilizodhibitiwa kwa matendo yote na historia yote ya Bwana Mtume Muhammad, iliyoanza katika mwezi huo wa Muharram, kutoka Makka Mtume kwenda zake Madina, kwa kuamrisha masahaba zake, nendeni hapa, hatuwezi kukaa, fanyeni hijra. Mtume alihama kutoka Makka wakati Makka ni kwao. Tukio la kudhibitiwa kwa hesabu hii, na Sayyidina Umar akaona hapa hasa ndo mahala pa kuianza tarehe ya Kiislamu. Kilikuwa ni kitu cha kutia uchungu sana katika maisha ya Mtume, kufukuzwa kwao. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, la uqsimu bihadha albalad, na apa kwa mji huu wa Makka, wa anta hillum bihadha albalad, na wewe Muhammad ni mtoto halali wa mji huu. Hii ni tafsiri ya kwanza. Ulama wana tafsiri tatu katika maana hii. Wa anta hillun bihadha albalad, wewe ni mwana halali wa mji huu. Tafsiri ya pili, wa anta hillun bihadha albalad, na wewe utarudi katika mji huu. Ina maana utafukuzwa, lakini kuna siku utarudi katika mji huu. Tafsiri ya tatu, wa anta hillun bihadha albalad, na ni halali kwako wewe tu kupigana katika mji huu, si halali kwa mtu yoyote mwingine. Hizi tafsiri zote zinatumika. Anta hillun, wewe ni mwana halali, umezaliwa hapa, hapa ni kwenu. Watu kifukuza wanakufukuza bure, lakini kwenu ni hapa. Anta hillun ay sataud, wewe utarudi tena hapa baada ya kukufukuza, na kweli baada ya kutoka alirudi. Anta hillun, ni halali kwa wewe kumwaga damu au kupigana vita, na wao halali wenyewe ulihalalishwa kwake kwa saatan minan nahar, ni wakati mdogo tu ule katika mwaka wa 8 Hijria, alipoingia pale kuifutuhi Makka ikawa dara al-Islam. Historia ni muhimu sana. Kwa nini Mtume aliondoka Makka wakati ni halali kwake, ni halali tena, ni halali tena? Aliondoka ili atmosphere, mazingira, jau alokuwepo nayo pale haikuwa nzuri, na akawafundisha Waislamu kwamba usinganganie kukaa mahala hata kama ni kwenu, kama hakuna mazingira bora anayoyaridhia Mwenyezi Mungu na yalikuwa na faida ya dini na dunia na akhira, fanya hijra. Lakini ukifanya hijra usiende moja kwa moja, ukumbuke kwamba kule kuna majukumu natakiwa nikayafanye, kama alivyofanya hijra Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hijra ina baraka zake, ina mambo yake mazuri. Miaka 10 ile ya mwanzo mpaka 13, naona ukisoma historia itakwambia Mtume baada ya kupata utume kakaa Makka miaka 13 anafanya da'wa. Lam tajid hadhihi ad-da'wa adhanan wa'iya wala quluban saghiya, haikupata masikio wala nyoyo zenye kusikia, kipingwa kila kona, kila anapokwenda. Umeona mpaka anawaambia masahaba zake, nendeni Habasha. Hijra ya mwanzo hiyo, wakaondoka watu wakaenda Ethiopia.
Yeye mwenyewe akahawil kuondoka kwenda zake Taif, watu wakaondoka tena mara ya pili, hijra ya pili kwenda Ethiopia. Yote hayo ni kwa sababu ya kutafuta jawun mu'tadil yaabuduna Allah fihi, mambo yapate kuwa mazuri. Muhawala, jaribu tena na tena. Miaka 12 mpaka 13 wanatafuta tu na wanaeneza da'wa katika mazingira mazito sana, mpaka ikafika wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam pale katika Jamratul Aqaba, siku zile za hija, anakuja kukutana na Ansar walikuwa wakitoka Madina kuja zao hija. Wachache anawapa da'wa, wanarudi wanawaelezea da'wa ile watu wao. Mwaka wa pili wanakuja zaidi ya 70 na wanawake 10 na wanarudi tena, kisha wanaahidiana na Mtume kwamba mimi nitakuja huko, hapa pamenishinda, watu wa Maka ni jufata alqulub qusata alakbad, na kuja zangu Madina, mtanipokea? Mko tayari kunihami? Mko tayari kunisaidia? Wale wakasema tuko tayari. La namna anna kama namna'u auladana wa azwajana, sisi kile tunachowahami wake zetu na watoto wetu tutakuhami na wewe Muhammad utakapokuja, lakini tunakuuliza ma lana idha fa'alna dhalik, sisi tutapata nini tukikuhami tukilifanya hilo? Mtume akamwambia lakumul janna, mtapata pepo. Ansar wakawa tayari, wakamwambia njoo, kama wanakufukuza hao kwenu, sisi tunakupokea kule Madina. Mtume akaamrisha masahaba mmoja mmoja, wakaondoka. Tizameni ndugu zangu, faida ya hijra. Ndio leo Kilwa tukapatikana Waislamu, na mimi najua kwamba miongoni mwa miji iliyokuja Uislamu mapema kabisa ni miji hii ambayo leo sisi tupo tumetembelea. Ukafika mpaka huku kwa sababu ya faida ya hijra. Imam Shafi anasema ma'ur rakid, maji yaliyotulia huwa yanachafuka, lakini maji yanapokuwa yanafuata mkondo, yanakwenda, yanafanya hijra, hayo maji yatakunywa kila mtu kwa sababu ni safi. Usikae mahala pamoja ukachafuka. Fanya hijra kama anavyofanya maji na kama alivyofanya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuieneza dini. Akaondoka Maka, mazingira magumu sana, kwa sababu watu wa Maka walikuwa hawakubali mtu hata mmoja aondoke. Yani wao hawataki dini itangazwe, hawataki watu waslimu. Lakini pia baada ya kuwatesa sana, maana walikaa Waislamu katika pango miaka 3, hawauziwi wala hawanunuliwi wala hawaozeshwi, walikuwa isolated. Waingereza wanasema wametengwa. Makafiri wanaambia watengeni hawa, msinunue chochote kutoka kwao, wala wao wakija na hela hata kiasi gani msiwauzie. Lakini mwisho akasema kama mtawauzia basi kitu cha dinari moja wauzieni 15, mpaka washindwe wenyewe kununua, mpaka wafe njaa. Waislamu wanahadithia, wanasema ilifika wakati mtu anakwenda haja ndogo, anakojoa, anasikia mkojo wake unadunda katika kitu, anachukua kile kitu, anakitizama, anaona ni ngozi ya zamani, anaifutafuta, anaifuafua na maji, anaenda kula ile kwa muda siku 3. Njaa imefika hadi mtu anakula ngozi. Bali historia inasema hatta turu ila akli awraqi shajara, watu walikula majani ya mti. Leo wewe jaribu tu kula majani ya mwembe, si maembe yake tunakula, kama utaweza. Waliteswa hivyo Waislamu. Kwa Uislamu wao, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wanatoka katika pango lile akasema sasa lazima tufanye njia. Miongoni mwa njia hizo ni Waislamu kuamrishwa kufanya hijra, ambayo ndio iliyorekodi tarehe yetu ya Kiislamu. Makafiri wanaozuia bado, mtu anatoka kwa siri, inabidi ukijulikana unashafunga virago unakwenda, wanakuuliza wewe ulikuja hapa huna kitu, sasa unataka kuhama, unajiona umeshapata hela. Kama unahama, hela zako zote ziache hapa hapa,
na Muislamu anakubali, nasema mna haja na pesa, mimi sina haja nazo, chukueni pesa zangu ziko mahali fulani fulani. Walikuwa wanarudishwa. Waislamu ikabidi wahame kwa hali yoyote, wengine kwa siri, lakini kuna wengine walihama kwa dhahir. Sayyidina Umar alisema, nyinyi mnahama kwa siri, lakini mimi natoa tangazo, mimi kesho ninahama, natoka Makkah na kwenda zangu Madina. Man arada an yuyatima walada, kama kuna mtu anataka kumfanya mwanawe yatima, anifuate kesho. Nani huyo? Umar al-Faruq. Yani Uislamu umewaachia watu wamuabudu Mwenyezi Mungu kwa kadri ya hali zao. Angalia Uislamu ulivyokuwa munsajim, flexible, mwenye nguvu, asiyekuwa na nguvu, wote wana mazingira wanayoyafurahia katika Uislamu. Huyo Umar alikuwa ndo mtu mbaya sana. Wakati wa hijra ya Habasha, Uislamu walikuwa anatoka kwa siri. Kuna bwana mmoja anaitwa Amir, akaondoka na mkewe, akamwambia mke wake, makafiri wanaturudisha, sasa ili wasituone, wewe kamata njia hiyo na mimi nakamata hii, tutakwenda kukutana mbele huko. Mkewe kwa bahati mbaya, wakati anapinda vichochoroni, akakutana na Umar ibn Khattab. Hajawa Muislamu hapo. Ila ain, unakwenda wapi we mama? Yule mama akaona this is too much, kutupiga mnatupiga, tunataka kuhama pia hamtaki, sasa tufanye nini? Dauna ya Umar, tuacheni tuende zetu tukatafute mahala tumwabudu Mungu. Harabtumuna, mnatupiga vita, tunataka kuhama pia hamtaki, ni watu aina gani? Umar kauliza, unaenda wapi? Sema nakwenda zangu Habasha. Akamtizama, akaona kama kidogo huruma, anayoyasema huyu ni kweli, kuwapiga tunawapiga, alafu wenyewe wanajiondokea pia hatutaki. Kisha akatoa kauli kama, li ashabakillah, Mungu atakuwa pamoja nawe, nenda zako. Mwanamke akashtuka, kaniombea dua. Hatari. Kufika huko na mumewe, akamwambia mumewe, leo nimeona ajabu. Ambia nini? Akamwambia, qabalani Umar, nimekutana na Umar njiani. Mumewe akasema, kakuacha? Sasa kaniacha, sio kaniacha tu, kaniombea na dua. Kakuombea dua? Kasemaje? Nasema ma'akillah, Mungu awe pamoja nawe. Yule mumewe akasema, la'allaki tama'ti fil islam, umekuwa na tamaa, naona mke unaona kama ataslimu huyu mtu. Akamwambia, mimi nadhani ataslimu. Mumewe akasema, wallahi la yuslima hatta yuslima himarul Khattab, mimi nakuwa pia hasilimu huyu mtu, labda wasilimu punda wote wa kwao, yeye ndo anaweza kusilimu, huyu mtu hawezi kusilimu. Angalia namna alivyokuwa jeuri, jabari, muovu, mpaka watu hawana tamaa kwamba Sayyidina Umar atasilimu. Anasema labda tukisikia punda wa Khattab wamesilimu, Umar atasilimu. Bila hivyo ndugu zangu, watu waliondoka mmoja mmoja kwa siri, lakini Umar akaja kwa dhahir, akawaambia, man arada an yuyatima walada au yuthaqila umma au yurammila zawjata falyatba'ni wara alwadi. Kama mtu anataka kumfanya mamake hana mtoto, mkewe mjane, mwanawe yatima, nyuma ya jangwa hili hapa tu anifuate. Hajamfuata mtu huyo, akachukua mizigo yake, akafia sema da'u, mwacheni, innahu Umar, huyo ndo Umar mwenyewe, mwacheni. Akaondoka. Kana islamuhu izza, Uislamu ulipata nguvu baada ya kusilimu kwake. Ndugu zangu, watu wakaondoka mmoja, huku makafiri bado wanatafuta njia za kummaliza mtume. Wakaunda baraza au wakaunda jumuiya ya kummaliza mtume katika jumba linaitwa Darun Nadwa. Jumba hili lilikuwa la mikutano ile muhimu. Kikao kikiongozwa na Abu Jahl
wote members waliokuwa pale wakaambiwa watoe rai tumfanye nini Muhammad. Wakati watu wanapeana rai, akasikia mlango unagongwa na mtu mgeni, wakauliza man? Akasema ash-shaykhu min ahli Najd, yuko mzee mmoja anatoka Najd, hadhara ma'akum liyasma' ma taqulun, amekuja nataka kushirikiana nanyi katika kikao chenu muhimu hicho ili na yeye atoe rai. Wakiangalia mazingira, yule mtu hajulikani. Historia inasema alikuwa Iblis la'natullahi alayhi, kaja pale kwa sura ya binadamu, kwa namna alivyokuwa anamchukia mtume, na yeye anakuja kushirikiana na watu amalizwe bwana mtume. Ile ahadi yake aliyompa Mwenyezi Mungu, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Anaitekeleza. Anasema anatoka Najd. Watu wanajiuliza Najd gani? Iraq au hapa Hijaz? Mbona hatumjui? Lakini maadamu kaja kushirikiana nasi, karibu. Akakaribishwa, akakaa pembeni kule, akawa anasikiliza zile rai. Akachomoka mmoja akasema, bwana huyu Muhammad asitusumbue, tumtoe katika ardhi yetu tumpeleke katika ardhi nyingine huko, kama watu wa zamani tulivyokuwa tukiwafanyia hivyo. Washairi walikuwa hawana adabu, wanatutukana, na yeye tumfanyie hivyo hivyo, tushamtoa tutastarehe. Akanyanyuka Iblis, asema wallahi ma hadha lakum birai, ina maana nyinyi mmeitana hapa mnataka kumtoa Muhammad mumpeleke huko, hiyo si rai, tafuteni rai nyingine. Kwa sababu mkimtoa hapo mkimpeleka nchi jirani au nchi yoyote duniani, alam tarau husna hadithihi wa halawata mantiqihi, kwa nini hamjasikia utamu wa maneno anayoyasema Muhammad? Hamjasikia ufasaha wake huko mitaani? Sasa mkimtoa katika nchi hii, akienda katika nchi nyingine atapata wafuasi kama hawa, ataunda jeshi kubwa huko, na hilo jeshi hatari litarudi hapa kukupigeni. Kwa hiyo hamtokuwa mmefanya solution, mmecreate matatizo mengine zaidi. Tafuteni rai nyingine. Alafu anarudi, anakaa, anasikiliza. Anasimama mwingine, anasema rai yangu mimi jamani, walaje tumchukue ihbisuhu fil hadid, tumfunge katika michuma huko, tumwache na njaa mpaka afilie mbali peke yake. Kishafanya hivyo, istarahna minhu, tutakuwa tumestarehe na atakuwa hakuna tena Muhammad. Akasimama tena Iblis, wallahi ma hadha lakum birai, hiyo sio rai. La in habastumuhu kama taqulun, mkimfunga kama mnavyosema, la kharaja kalamuhu, maneno yake yatatoka hivyo hivyo, min wara'il judrani, nyuma ya kuta. Hayo Mungu wake huyo anayachukua yale maneno, mwenyewe yuko hapa, yana penetrate, yanakwenda ila haithu ashabu, hata wawe maili gani masahaba zake watamsikia, na yeye yuko huko. Kisha baadaye watakuja kukuvamieni na itakuwa karitha. Ibhathu ra'yan ghayra hadha laysa birai, tafuteni rai nyingine, hiyo sio rai. Kila rai anaikrash. Mwisho akasimama mwenyewe Abu Jahl, akasema inna fihi la ra'yan, inna li fihi ra'i, mimi nina rai katika suala hili, ma ra'aytukum waqa'tum fi, sijaona mmoja wenu ameitaja hiyo rai. Wote wakatikisa vichwa, akasema sasa inakuja rai kutoka kwa Abul Hakam. Wama huwa ya Abul Hakam, ipi rai hiyo? Akasema na'khudhu min kulli qabilatin shaban, rai yangu tuchukue katika makabila yote hapa Maka kijana qawiyan, mwenye nguvu. Thumma nu'tihi sayfan sadiman, huyo kijana tumpe upanga mkali, tunautia sumu alafu tunampa upanga. Kisha anasema fayadribuna Muhammadan darbatan wahida fayatafarraqa damuhu, waende wakampige Muhammad kila mmoja dharba moja tu, yale makabila yote, asiwawe na mtu mmoja, kabila wote waonje kumpiga, ili akifa awe ameuawa na makabila yote ya Maka,
watu wake wachache watashindwa kuchukua kisasi kwa makabila yote, kwa sababu wakija mumeoa mtu wetu, hajauawa na mtu mmoja, kauliwa na makabila yote hapa, kama mnaweza piganeni nayo. Umeangalia akili yake, kwa sababu akiuliwa na kabila moja, kabila kwa kabila itakuwa kazi hapa. Lakini ukitizama kauliwa na nani? Banu fulani wa fulani wa fulani wa fulani wa fulani. Mkijitizama nyinyi kidogo, makabila hayo yanakuzidini, mtarudi nyuma, basi tulipeni kitu kidogo, kuua tushamuua, hela tunakupeni, lakini hayupo. Wale wakasema hii ni rai, lakini wanamtizama yule mzee. Yule mzee akasimama, laanatullah, yani akampa congratulation ibilisi mwenzake Abu Jahl, akasema hadha rai, hii ndo rai. Kijana katoa rai nzuri sana, au wawe. Wakaondoka watu pale na upanga kila mmoja, biqiyadati Abi Jahl, wanaongozwa na Abu Jahl. Nadr ibn al-Harith alikuwepo huyo kijana, Umayya ibn Khalaf alikuwepo huyo kijana, Ubay ibn Khalaf alikuwepo vile vile, Al-Aswad ibn Zam'a alikuwepo vile vile, alikuwepo Nabih ibn al-Hajjaj, alikuwepo Nabih wa Munabbih, ndugu hao wote wawili walikuwepo. Alikuwepo bwana mmoja anaitwa Abu Lahab. Abu Lahab ni ammi wa Mtume Muhammad, katika batalioni ya watu wenye kwenda kumuua Mtume, na yeye yumo. Wakati Mtume anafanya dawa pale Maka, yeye anazunguka nyuma yake, anasema ya qaum qulu la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah tuflihun. Abu Lahab anasema innahu kadhab la tusaddiquhu, huyo ni muongo, msimuamini. Mimi ni babake, hakuna mtu anamjua zaidi kuliko mimi, huyo ni muongo. Watu wanamwamini kwa sababu yeye mtu mzima. Mtu mzima anapoingia akasema huyu kijana kazaliwa mimi namuona, anachokisema chote sio sahihi, watu watasema kweli, kwa sababu huyu ni mtu mzima. Lakini haya ndo mambo aliyoharibu Abu Jahl, kumharibia Mtume, na ndio maana zikashuka laana, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ndio yule mshairi akasema amma al-aqarib fala tuqarib fa innahum ashaddu min al-aqarib, isipokuwa wachache. Wa amma al-aba'id fala tubaid. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapewa salamu na Mwenyezi Mungu. Kikao kinaendelea kule, huko anaambiwa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuru Allah wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ewe Muhammad, hao wamekaa huko wanasema wanataka kukuua au kukutoa au kukufunga. Zile rai tatu zote katika suratul Anfal Allah kazitaja. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka, wakufunge, au yaktuluka, au wakuue, au yukhrijuka, au wakutoe. Ndio rai zile zile. Maana Abu Jahl aliwaambia mazungumzo yawe siri, kwa sababu asije kasikia Mungu wake, akisikia tu atampa habari huyo Muhammad. Mwenyezi Mungu akawaambia wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Akapewa habari Mtume kama vile vile walivyotawaka kweli, leakage akapewa. La tabit fi hadhihi al-layla fi ala firashika allati kunta tabit, usilale katika godoro lako leo, siku ni usiku wa mashambulizi. Mtume anatoka, nyumba ishazungukwa na kikosi, batalion ya Abu Jahl, kila mmoja na upanga wake, lakini akatoka na silaha. Yasin wal Qur'an al Hakim innaka la min al mursalin ala siratin mustaqim, mpaka waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wakalala wote usingizi. Kachukua mchanga Mtume akawanyunyizia katika vichwa vyao kwamba nilikuwepo hapa muda mchache uliopita. Alafu huyo akaenda zake. Mwenyezi Mungu silaha yake ni ndogo sana anapotaka kuwa punish majabari. Namrudi mnamjua,
alimwambia Nabii Ibrahim, ana uhyi wa umit, mimi ninaweza nikafisha na nikahuisha. Alimuuliza, Mungu wako anaweza? Kama Mungu wangu anaweza, rabbi alladhi yuhyi wa yumit, kama ana uhyi wa umit, mimi ninaua na ninahuisha. Akamuita mmoja katika mahabusu wake, akaambia uwa huyo. Hapo hapo kakatwa kichwa, akauawa. Akamuita mwingine alohukumiwa kunyongwa, asema huyu nenda zako uko huru. Akaondoka akaenda nyumbani, akasema unzuru ahyaitu rajulan wa amattu al-akhar, mmoja nimemuua, mmoja nimemwacha hai, na yule ningetaka pia angeuawa. Kwa hiyo ana uhyi wa umit. Angalia jeuri hizi. Ibrahim akajua huyu hana haja ya maneno mengi, akamwambia inna rabbi, hakika Mwenyezi Mungu Mola wangu, yati bishamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib, analitoa jua mashariki linakwenda magharibi. Sasa wewe litoe magharibi lije mashariki. Fabuhita alladhika, akachanganyikiwa, akawa hana jibu. Alipotaka kutiwa adabu na Allah, Mwenyezi Mungu alimtuma mbu baudha, akaingia katika sikio mpaka katika ubongo, ndani ya kichwa huko, akawa bado anapiga mabawa yake yale na ule muziki wake bado anauimba katika kichwa cha Namrud, mpaka Namrud anachanganyikiwa. Ikawa hatulii kichwa kile mpaka apigwe juu ya utosi na kiatu, alama ya kudhalilishwa, anapigwa na kiatu ndo mbu anatulia. Lakini baada ya muda anacharukwa tena, mbu anapiga mbawa zake mpaka mwisho kusema, jamani, nani atanipa dawa hii? Kaambia, nyinyi mnapiga kidogo kidogo, pigeni kwa nguvu. Wakatafuta gongo, wakampiga nalo la kichwa, akafilia mbali. Mungu anakutia adabu kwa vitu vidogo tu. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, wanajeshi wa Mungu anawajua mwenyewe, anawajua mwenyewe. Firauni aliposema yeye ni Mungu, kapelekewa mtoto mchanga, tena akamlea mwenyewe nyumbani kwake, anaitwa Musa, mpaka amekuwa nakula riziki yake pale pale, na kunywa pale pale, anaishi pale pale, anamlea mwenyewe. Na yeye ndo akaja akamuondoa na akamuingiza mahala pabaya. Kwa Mwenyezi Mungu usicheze naye, anaweza kukutia adabu kupitia akizuia kidogo pumzi tu, wewe umekwisha. Wewe unapenda kula hicho chakula unachokipenda, kinaweza kikakutia adabu, ikawa tena hukitamani tena. Bwana Mtume akaondoka na wanyunyizia mchanga vichwani mwao, akaenda kwa Sayyidina Abubakar, akamwambia, vipi? Akamwambia, Mungu ameniamrisha niondoke na wewe ndo mwenzangu, tuondoke pamoja. Akaondoka yeye pamoja na kijana akiitwa Amir ibn Abi Fuhaira, kijakazi wa Sayyidina Abubakar. Wakachukua ngamia, wakaelekea katika Jabal Thawri. Huku makafiri bado wamelala usingizi, hawajaamka. Wameizunguka nyumba ya Mtume na usingizi, wamelala huku wamesimama na hawaanguki, wanavuta usingizi mnono sana. Mmoja akapita pale katika Makuraishi, akawaona wamelala, akawashtua, vipi wazee, mbona mko hapa na mmelala? Nantadhiru Muhammadan, tuko hapa tunamsubiri Muhammad. Na huyu bwana alimuona huko Muhammad anakwenda, sema, mnamsubiri hapa vipi, kwani yumo ndani? Asema, wallahi khibtum, mmepata hasara, laqad ra'aytuhu wa sahibaihi yamdhiya, nimemuona huko na watu wawili wengine wanakwenda huko. Wakachungulia kwenye mipasuo ya nyumba, wanaona mtu kalala, akasema yumo ndani, kumbe Sayyidina Ali. Mwisho wakaamka, wakaenda wakampiga Sayyidina Ali, wakaona tayari kishakimbia. Ikatangazwa, man jaa bi Muhammadin hayyan au mayitan falahu 100 naqa, kama mtu atamleta Muhammad yuko hai au ameshakufa, zawadi yake ngamia 100. Watu wakachangamkia tenda hiyo, akawa anatafutwa Muhammad hayyan au mayitan. Wakaingia katika Jabal Athawri, wakatulia. Walikuwa mahodari wa kutafuta zile athari, au akakodiwa. Mmoja akafika mpaka karibu na jabali, hapa jabalini ameingia Mtume, yeye yuko hapa, anawaambia wale watu wake, ila huna wasalu, hapa ndipo walipofika. Sasa baada ya hapa, lastu adri
asaidu ila samaa, hapa sijui wamepaa mbinguni au wameenda, lakini hapa ndo mwisho. Hapa jamaa alipokuwa hodari wa kutafuta athari, hapa ndo wamefika, kwa sababu wanaona pale kwenye mlango kuna buibui ametanda. Kama wameingia hapa sio kweli, kwa sababu wangeingia hapa ingevurugika hii nyumba. Kisha kuna njiwa, hakuna mazingira ya kwamba kuna mtu kaingia pale, ima wamepaa juu au wamedidimia chini hapa. Mpaka Abu Bakar anapata hofu, ya Rasulullah law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la ra'ana wa absarana, akitizama tu mmoja chini ya miguu yake wanatuona ya Rasulullah. Mtume akamwambia Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma, mimi na wewe ni wawili lakini watatu wetu Mungu hapa, wala usiwe na wasiwasi. Allah anasemaje? illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ndio maneno hayo anasema, ya Rasulullah law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la absarana la tahzan inna Allaha ma'ana. Angalia mawqif ya Mtume Muhammad na Mtume Musa. Nabii Musa alipofika katika ukingo wa bahari Qulzum pale, yule sahaba wake mkubwa mu'minu ali Firaun anakwenda na farasi wake mpaka kwenye maji, anayajaribu kama farasi atapanda juu ya maji. Mara Mtume huyu kaja mpaka hapa, ina maana katumwa na Mungu tupite hapa, kwa hiyo tutapita juu ya maji. Lakini akienda farasi anadidimia. Anamuuliza Musa, kweli umeamrishwa hapa wewe? Kaambia huna umirt, huna umirt. Mbona hatuendi? Kwa hiyo huna umirt. Mpaka wakaona jeshi la Firaun linakuja, inna la mudrakun, wanatukamata Musa, wanatukamata, fanya kitu. Nasema kalla inna ma'i ya rabbi sayahdin. Musa anambia, mimi naye Mola wangu ataniongoza, Mola wangu mimi. Mtume anasema Mungu yuko pamoja nasi. Musa anasema Mungu wangu. Tofauti kati ya Mtume Muhammad na maneno ya Nabii Musa, inna ma'i ya rabbi sayahdin, nasema la tahzan inna Allaha ma'ana, Mungu yuko pamoja nasi. Huyu ni Mtume Musa na Mtume Muhammad, hata maneno yao yalikuwa tofauti. Na hata masahaba zao, masahaba wa Musa walipotaka vita wakaambia basi njoni mkapigane, Mwenyezi Mungu anasema kuna watu majabari huku tukapigane nao, kwa hiyo nendeni watu wangu. Watu wakaondoka wakaenda kupiga. Walipotoka, walipohadithiwa juu ya hao watu wanaowasubiri huko, sikiliza jibu la masahaba wa Musa. So ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, huko kuna watu majabari, sisi hatuwezi kuingia huko hata yakhruju minha, mpaka watoke. Wakitoka tutaingia. Mwisho kauli yao, mwisho, idhhab anta wa rabbuka faqatila, tunakuomba kama vita kapigane wewe na Mungu wako. Innaha huna qaidun, sisi tuko hapa tumekaa, sisi hatupigani, kwa hatujui vita. Kwa hiyo nenda wewe na Mungu wako mpigane nao, jihadi wewe na Mungu wako tu, sisi usitupe habari. Au masahaba wa Musa. Lakini masahaba wa Mtume wakati wa Badri wasema, ya Rasulullah salim man shi'ta harib man shi'ta khudh min amwalina ma tasha utruk lana ma tasha wallahi la in ghazawta wa mararta bihadha albahri ghaziyan la mararna ma'aka muqatilun. Ya Rasulullah, chukua unachotaka katika mali zetu, tuachie unachotaka, pigana na unayemtaka, mpe salama unayemtaka. Hata ukivuka katika hii bahari unakwenda vitani, sisi tuko pamoja nawe, tutapigana bega kwa bega. Masahaba hawa na wale tofauti hata mazungumzo yao. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa pale kwa muda wa siku 3. Siku 3 hizi alikuja mwanamke anaitwa Asma bintu Abi Bakr, kazi yake kuwaletea chakula. Mwanamke, ukisoma historia unakuta kila mmoja alichangia katika Uislamu, hata mwanamke mjamzito. Maana alikuwa na mimba mwezi wa 9 takriban, kwa sababu ndo mimba hii alimzaa mwanawe anaitwa Abdullah ibn Zubair. Na Abdullah ibn Zubair yeye na kalenda ya Kiislamu ni sawa sawa. Angekuwa hai leo Abdullah ibn Zubair angekuwa na umri wa miaka 1434.
angekuwa hai, Abdullah ibn Zubair, maana mwaka huu ndo alozaliwa. Mama yake ni huyu, alikuwa anabeba chakula anampeleka kule. Abdullah ibn Abi Bakr mwanae Saidina Abi Bakr, yeye kazi yake ilikuwa ni mukhabarat, anachukua habari zilizokuwepo huku sokoni anawapelekea. Leo kuna wanted Muhammad, akipelekwa kichwa chake kuna ngamia 100 zinazozungumzwa mitaani, anazipeleka anarudi. Amir ibn Fuhaira na yeye kazi yake kuwaonyesha. Abdullah ibn Urayqit ndo dalili wa kuwaonyesha vichochoro vya Makkah. Alhasil kila mmoja anachukua dauri yake katika kumhifadhi bwana mtume. Suraq ibn Malik yeye alipanikiwa baada ya mtume SAW kutoka pale, akawaona, lakini akitaka kurusha mkuki wake farasi anadidimia chini kabisa. Ardhi ya Makkah ni ngumu, lakini farasi anaingia ndani miguu. Miujiza. Anajua ni dua yako, niombee, mkiniombea narudi zangu siwafuate, farasi wangu atoke. Akiombewa bado tamaa, ngamia 100 ni waache, anarusha tena mkuki, anadidimia tena mpaka mara 3. Suraka akaona hii sio kawaida. Muhammad, nipe mkataba, kama hutoniua unipigi vita na mimi narudi. Kamwandikia Saidina Abubakar, kawaambia Suraka, kana kwamba bangili za Kisra unazo wewe mkononi umezivaa. Bishara ya mtume anamwambia. Suraka akasema, ya Rasulullah, Kisra anu Shurwan, ina maana Kisra unayomzungumza hapa ni huyu mfalme tunayemjua wa anu Shurwan? Akamwambia ndio. Bangili zake mtavaa mie? Ndio. Baada ya miaka 17 tena huko na zaidi kufa mtume, Saidina Umar katika utawala wake, Saad ibn Abi Waqqas alipoivunja dola ya Kisra, zile ngawira zinabebwa zinapelekwa kwa khalifa. Umar akachukua bangili akauliza, iko wapi Suraka? Zivae kama alivyotabiri mtume sallallahu alaihi wasallam. Akazivaa, akakumbushwa hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wakaondoka, mtume akatoka pale akaja zake Madina kidogo kidogo. Watu walianza kuhama Muharram, lakini mtume katika mwezi wa mfungo 6 ndo anaondoka Makkah. Mwezi 12 anakaribia kufika zake Madina, akapita katika sehemu ya mwanamke anaitwa Ummu Ma'bad. Huyu ni mwanamke ambaye amemsifu mtume wasfu daqiq, kichwa chake, nywele zake, mwili wake, umbo lake, kila kitu chake. Sisi katika historia tumemjua mtume vile alivyomsifu huyu mwanamke, anaonyesha alikuwa ni hodari katika namna ya kuweza kutoa wasfu wa mtu. Na ikatokezea miujiza, mbuzi waliokuwepo pale hawana maziwa, lakini kwa baraka ya bwana mtume walitoa maziwa, mtume akanywa. Wakapita wakaenda zao mpaka katika kijiji kinaitwa Quba. Hapo ndipo walipofikia mtume na ukaanza kujengwa msikiti maarufu leo unaitwa Masjid Quba. Akakaa pale mtume wiki 2. Baada ya wiki ya pili akashuka zake kule kwenye msikiti wake wa Madina, sasa kupitia katika kikoa au kijiji cha Bani Salim. Pale pakasaliwa sala ya Ijumaa ya kwanza, na sasa hivi kuna msikiti unaitwa Masjidul Jumua pale ambapo Waislamu walikuwa tayari wameshasomeshwa. Kwa mtume kabla ya kufika Madina yuko Mus'ab ibn Umair, alikuwa ndio mwalimu wao, na Asad ibn Zurara. Hawa wote walikuwa kitoa taalimu pale kabla ya ujaji wake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakafika mpaka msikitini pale, aliyempokea mtume kukaa naye mwenyeji wake Abu Ayyub al-Ansari, Sayyidina Khalid ibn Zaid. Jina lake halisi Khalid ibn Zaid. Huyu bwana amezikwa Uturuki pale Istanbul. Masahaba wameenea kila mahali, ndio hijra hizi tunazozizungumza. Huyu wakati farasi ngamia wa mtume anaingia pale, kila mmoja anamvuta, ya Rasulullah, nyumba yangu ina nafasi, ya Rasulullah, nyumba yangu inatosha, shuka katika nyumba yangu. Watu wanaojua fadhila za watu wakubwa. Unaonaje wewe ukaona mtu mkubwa kabisa katika watu wenye kuheshimika kaja nyumbani kwako, nasema mimi mgeni wako? Siku moja nilienda Bujumbura, Burundi, nikamsikia Sheikh anasema mufti wa Oman amekuja kushukia katika nyumba ya mtu fulani. Basi yuko bwana mmoja kutoka Oman akasema, wallahi ningelikuwa najua
kama siku moja mufti atakuja Bujumbura, atashukia katika nyumba, mimi ningekuja kujenga nyumba nikae huku, angalau ashuke katika hiyo nyumba nipate fakhari kwamba mufti alikaa katika nyumba hii. Huyo ni mufti. Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Basi Abu Ayyub al-Ansari akawa ngamia amepiga magoti katika nyumba yake. Alafu historia inasema Abu Ayyub al-Ansari alikuwa na nyumba ya ghorofa. Waislamu, maendeleo, jengeni majumba ya ghorofa kiwepo uwezo, jengeni. Abu Ayyub al-Ansari ana nyumba ya ghorofa, tena miaka hiyo, niambie ni miaka hiyo. Angalia hapo katika magofu ya miji wa Kilwa, zile nyumba walizozijenga wale watu, nyingine zinapita nyumba tunazozijenga leo, namna zilivyokuwa madhubuti na umaridadi. Uislamu ni hadhara. Kul man harrama zinata Allah, ni nani aliharamisha mapambo na mazuri? Usimshirikishe Mungu tu, usifanye israfu tu, usifanye ubaya. Kila mmoja. Abu Ayyub ana nyumba ya ghorofa, anamwambia Mtume, ya Rasulullah, wewe nafasi yako ya juu, mimi na mke wangu tunakaa chini. Mtume akasema, la, mimi nitakaa chini kwa sababu wanakuja wageni kuniona hapa, panda shuka hii itakuwa inakera, kwa hiyo hapa chini. Abu Ayyub anasema, Rasulullah, mimi hainipi roho yangu, naona kama nikiwa juu namkanyaga Mtume. Angalia watu wakimheshimu Mtume. Maana mimi niko juu huku, eti Mtume yuko chini. Maana mimi niko juu ya kichwa chako. Haiwezekani ya Rasulullah, la tarkaban, utapanda huko juu. Akamwambia, la, mimi hapa pananitosha. Halali yapati usingizi kwa sababu wanasema mimi niko juu ya wahi. Haiwezekani. Mpaka siku hiyo kukavunjika mtungi huko wa maji. Yale maji yakawa yanaanza kuvuja, yatamkera Mtume. Basi yeye na mkewe hawakulala, wanapiga deki asikereke Mtume. Chakula alichokuwa anapika anampelekea Mtume, wanamtilia chakula kingi makusudi ili akibakishe wapate baraka ya kula katika sehemu aliyokamata bwana Mtume. Yani Abu Ayyub al-Ansari alionekana kwamba amepata dunia yote na vile vile ndani kwa kuwa mwenyeji wa bwana Mtume Muhammad. Pale Mtume alikaa akajenga msikiti wake huo ambao sasa hivi maarufu Masjidun Nabawi. Msikiti mdogo tulikuwa, wanasema wanachuoni wa history ilikuwa ni 50 by 50, yani 50 kwa 50, ndio msikiti wa Mtume alouacha. Basi leo ni msikiti mkubwa sana, lakini aloasisi ni yeye, na historia bado inaendelea, na lazima Waislamu tufuatie tarehe na kalenda yetu tupate kuyajua mambo mengi ambayo yalitokea, ili tupate kufufua dini yetu katika sehemu ya miji yetu ambayo inaanza kusahaulika. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum. Wassalamu alaykum.